Na Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa TojiZas TV, tunafurahi mara tena kuwa pamoja na wewe kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025, mahali ambapo tunaendelea pamoja kujifunza jinsi ya kuelewa unabii wa Biblia. Ndio somo hili ni somo la 3 linalozungumzia kuhusu métaphore du mariage. Métaphore du mariage, Kiswahili wa tafsiri tamathali za semi kutoka katika ndoa. Tamathali za semi kutoka katika ndoa. Na kulikuwa na siku moja ambaye baada ya kupost link kwenye group moja akauliza, basi tunaweza kuelewaje tamathali za semi kwa Swahili rahisi? Tamathali za semi ni Swahili hiyo ya ndani kwa wale ambao wamesoma Swahili kabisa huko mahali wanapozungumzia Swahili Kenya, sijui Tanzania, lakini kwetu Kongo bado tamathali za semi si rahisi kuelewa. Nikajaribu kuelewa ya kwamba tunaweza kuelewa tamathali za semi kama mfano wa kulinganisha kitu fulani na kitu kingine, Kwa hivyo tunapozungumzia tamathali za semi kutoka katika ndoa, tunaona ndoa katika Biblia imelinganishwa na nini? Hasa katika unabii inalinganishwa na nini? Kwa hivyo tunaweza kuelewa hivyo kwa kifupi. Leo ni siku ya Ijumaa, tunapokuwa kwenye kujifunza zaidi, nitoa kifupi cha somo na kuuliza maswali fulani ambayo wewe pamoja nami ambao tumejifunza pamoja maandiko haya tunaweza kujibia. Online tuweka jibu kwenye comment ama changamoto yoyote. Tuwe naombi. Bwana mtukufu, asante kwa neema ya kipekee ambayo umetolea. Tunaanza kujifunza tena neno lako. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika program hii katika jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu la kukariri ni nzuri kwenye kitabu cha Ufunuo 19:9. Neno la Mungu lasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 19:9, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Elewa kwamba hapo tunazungumzia tamathali za semi kutoka katika ndoa. Ambaye anaandika hapa ni Yohana, rafiki wa Yesu, mtume wa Yesu, ambaye huko Patmos Mungu akamuonyesha. Akamwambia, andika yale ambayo nakuambia. Anasema wanaheri ama wamebarikiwa wale ambao wamealikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Kwa hivi hapo tunaposoma hata na kujifunza kuelewa hii fungu la kukariri mwana kondoo jinsi inavyoelezeka kwenye Yohana sura ya 1:19. Inasema, tazama mwana kondoo aziondoaye dhambi za ulimwengu. Kwa maneno mengine, mwana kondoo ameeleweka hapa kwa rahisi. Ni nani? Si mwingine isipokuwa ni Yesu. Kwa hivyo Yesu atafunga harusi lini na akina nani, na maana yake ni mambo kama yale ambayo lazima tuyaelewe. Hakika katika unabii mambo mengi ama yote yako, tafsiri ya mambo yote yako katika Biblia, kwa sababu tumeona mwana kondoo ni Yesu Kristo. Na karamu ambayo imeelezeka hapa ni wakati Yesu atakapokuja kuchukua wale watakatifu kukaa nao mbinguni. Na bibi harusi ambaye imezungumziwa katika Biblia hapa si mwingine isipokuwa ni kanisa la Kristo. Ndio tumejifunza mambo mengi kuhusu somo la kwanza ambalo lilikuwa likizungumzia kuhusu mwili mmoja. Swala hili la ndoa halianzishwi leo, linaanzishwa, linaisha chimbuko lake kwenye maandiko matakatifu, kwenye kitabu cha kwanza cha Mwanzo. Baada ya kuumba Mungu Adamu na Hawa, Mungu aliona kwamba kumuumba Adamu aliona si vema Adamu awe peke yake, na hivyo ndivyo akamfanyizia msaidizi anayefanana naye. Na hapo akasema basi huyu atamwacha baba yake na mama yake na ataambatana na mke wake, na hao watakuwa mwili mmoja. Ni ishara ya kwamba Adamu na Hawa
kwa sababu Adamu aliona kwamba wamemuumbia mtu anayefanana naye ama yeye mwingine, ambao wanapokuwa pamoja wanakuwa mwili mmoja, si mwili. Kwa hivyo ni kitu ambacho lazima tukielewe kwanza kwenye msingi. Ndoa ni mwanaume na mwanamke ambao wameumbwa kwa ajili ya kukaa pamoja, na mtu unapokaa pamoja kuwa mwili mmoja, mfupa mwingine na nyama za mwingine. Kwa hivyo nataka kutoa shauri tu kana na Biblia. Mwanaume asingali mkasirikia mke wake, mwanaume asingali mpiga mke wake, kwa sababu huwezi kujipiga, huwezi kupiga mwili wako mwenyewe. Okay? Kwa sababu watu wanapopendana jinsi Mungu anavyotaka, hiyo ni kitu kizuri zaidi. Kwa hivyo nashauria wale ambao wameingia tayari kwenye ndoa, akina baba na mama, Mungu hakuwaomba ili muingie kwenye ring ya box. Okay? Anachotaka ni kwamba muambatane, muwe mwili mmoja, mkisameheana, mkipendana, mkiheshimiana, mkihurumiana. Mahali ambapo mtu akikosea, unaomba msamaha na unakuwa tayari kusamehe, sababu unakuwa unajisamehe mwenyewe. Ole kwa yule ambaye anachukia mke wake, kwa sababu unakuwa unajichukia mwenyewe. Ole anayechukia mume wake, anakuwa anajichukia mwenyewe. Anachokitaka Mungu ni kwamba tuishi katika maisha ya umoja kati ya baba na mama. Vijana, wavulana, wasichana ambao bado hawajafunga harusi, ni watolee pia shauri. Mnapofunga harusi, mjue kwamba sio kuenda kuonja ama kupima na baadaye urudi nyumbani. Ni swala la kuingia hapo, na sio kwamba wazazi watawaingilia mambo ya ndoa. Wao wana mipaka yao. Biblia inasema baba atamwacha mama na baba yake. Hii haimaanishi kwamba mtawasaidia, lakini mtawasaidia au mtawaruhusu kuingia katika mambo yenu ya ndoa, kuongoza unyumba. Unyumba ni wa mume na mke. Kwa hivyo hiyo shauri inaweza kutusaidia. Ni kitu kizuri sana. Katika ndoa ni lazima tu tukisameheana na tukubali wenzi wetu jinsi walivyo na madhaifu yao wote, na tuwapatie nafasi ya kwanza kabla ya kujiridhisha. Ni mridhishe kwanza yeye, itakuwa ni kitu kizuri. Kanisa la Mungu limealikwa ama limeitwa bibi harusi katika Biblia. Na ninachokipenda hapo ni kwamba hiyo mfano iliyotolewa kwenye siku ya Jumatatu kwenye bibi harusi kwenye Ezekiel 16, tunaona namna gani tulikuwa tukizarauliwa kwa sababu ya dhambi ilikuwa imetupeka mbali na mapenzi ya Mungu. Tulikuwa tumezaraulika, hakuna mtu anaweza kutufikia, kutuonea huruma. Watu hawakuzani ya kwamba tunaweza kuwa tena. Lakini Mungu kwa upendo wake akatushughulikia. Wakati bado tulikuwa tumeachiliwa na kila mtu yote, akaja, akatutunza, akatukomaza, akatufanya tuwe vile tulivyo, na akaingia kwenye akafanya tuwe watoto wake. Kwa hivyo ni taswira nzuri ambayo inatusaidia kuwa na unyenyekevu. Tusiwe na kiburi. Kila mtu akikumbuka mahali ambapo Mungu amemtosha, hakika tutakuwa tukikubali chochote ambacho Mungu anatufanyizia, anatuambia tukifanye. Nikikumbuka maisha yangu ya hapo awali, nikikumbuka maisha yako ya dhambi, ukumbuka katika hali ambayo ulikuwa ndani yake na mahali ambapo sasa Mungu amekuweka sasa, tunapaswa kushukuru daima hakika na kuendea kwa chochote anachotuambia kukifanya. Sisi ambao tumeitwa kuwa bibi harusi na Yesu kama bwana harusi, mahali pote ambapo bwana harusi anatuambia tuende, kwa sababu ametukomboa na ametutisha mbali. Thamani tulionayo leo ni kwa sababu Yesu ameingilia kati, ni kwa sababu Yesu ametustahilisha. Asingalikuwa Yesu katika maisha yangu na katika maisha yako, hungekuwa wa maana. Kwa heshima, kwa furaha, sijui amani ambako unako, kwa sababu Yesu ameingilia swala lako la ndoa. Tukuja kuona kwenye kisa kia ndoa ya Isaka na Rebeka, ya kwamba katika swala yote Mungu anaanja agano ambaye ni anafanya hatua ya kwanza, kwa sababu alipotuma Ibrahimu akatuma mtumishi wake kwenda kutafuta mke kwa ajili ya Rebeka. Ni hivyo ndivyo Mungu anafanya katika mahusiano yote. Yeye anakamata hatua ya kwanza. Kumbuka hapo kwenye bustani la Eden tulikwenda kinyume na mapenzi yake, yeye ndiye aje akamata hatua ya kwanza. Anasema Adamu, uko wapi? Yeye ndiye akatafuta kwanza, na ilibidi sasa Adamu kukubali na kutii sauti yake. Hivyo anaendelea kutuita na ni kwetu kukubali sauti yake. Jambo la pili ambalo nilifurahia katika kisa hiki kia Rebeka ni kwamba huyo mtumishi wa Mungu
mtumishi wa Ibrahimu alipoomba akasema, Mungu, nataka niwe na mke, ninataka nipate mke kwa ajili ya mtoto wa bosi yangu, awe mke ambaye anafaa, kwa sababu walikuwa wamemwambia asikamate kwa Wakanani, watu ambao wanaabudu sanamu. Shauri kijana mke mwema zaidi ya urembo, kwanza awe mcha Mungu. Ibrahimu akasema, mtoto wangu hatafunga harusi na wapagani, mpeleke mahali mkuu wa Mungu katika jamaa langu. Na alipoenda huko alipompata Rebeka, huyo mtumishi wa Mungu akaomba, atakayeninywesha maji na kunywesha ngamia au ni huyo, na hakika akafanya hivyo. Lakini ninachokifurahia hapo ni kwamba Rebeka hakulazimishwa kuwa mke wa Isaka. Walimuuliza, je, uko tayari kuenda? Akasema ndio, niko tayari. Swala la kuwa miongoni mwa kundi la bibi harusi ya Mungu sio kwamba la kulazimishwa. Mungu hakulazimishi kuwa mwanamemba wa familia ama wa bibi harusi yake. Una uhuru wa kuchagua, aidha utamfuata ama utamkata. Lakini shauri ama jambo la muhimu na la busara ilikuwa kukubali wito wa Yesu Kristo kwa bwana harusi akikuita. Mara nyingi tumekuwa kama mkahaba wa mke wa Hosea. Hapo tulipata somo nzuri sana katika hilo kisa. Lakini katika mambo yote tunaona upendo jinsi gani wa Mungu ya kutuvumilia. Tunapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu anatuvumilia bado. Hapo tutajifunza kusameheana katika unyumba. Mungu anaumizwa sana na tabia yetu mbaya. Anachokitaka, anataka tuache uzinifu, tuache uasherati, kwa sababu kuna hukumu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mwanamke kahaba. Hapo tunapozungumzia ukahaba huu wa Hosea ni ukahaba halisi wa kimwili, lakini pia wa kiroho. Ukahaba wote ambao wanachiti wenzi wao kama hutubu mpendwa. Kuna waume wengi mpaka leo watu wanatuandikia, Pastor, ombea mume wangu amekuwa na wengine wa michepuko, ombea ndoa yangu imekuwa na shida hivi na hivi. Vijana wenzangu ambao mnafunga harusi siku hizi, tujiheshimu, tupokee haki. Hiyo si tabia nzuri. Baba mzima kama mimi ama kama wewe kumchiti mwenzi wake na kuenda nje ya ndoa si halali kabisa. Jambo kwenye tendo kama na lile, Mungu ameandaa hukumu kwa ajili ya wazinzi wote. Lakini leo ikiwa utampokea Yesu na kuacha, atakusamehe. Sio uzinifu tu ule wa kimwili pekee, lakini pia uzinifu wa kiroho, kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kutofanya kile ambacho Mungu anakufanyizia, anakualika kufanya. Huo ni uzinifu. Yesu anapenda awe bwana harusi yetu na sisi tu bibi harusi, na hataki tuwe na zingine bwana kinyume cha Yesu Kristo. Hiyo jambo itakusaidia. Ni lazima tumpende Mungu, na kumpenda Mungu inamaanisha tumpende katika muda wote mpaka mwisho wa maisha yetu. Hii metaphore du mariage inaweza kuwa na matumizi katika sehemu karibia 3 za maisha ya Mkristo. La métaphore du mariage peut avoir des applications dans 3 domaines de la vie d'un couple. Premièrement, dans sa relation personnelle avec Dieu. Katika somo hili linatufunza kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Ukijua Mungu kama Baba, kama tena Yesu kama bwana harusi ambaye amekutosha katika maisha ya dhambi na ametoa maisha yake kwa ajili yako, amekufanya uwe jinsi ulivyo. Ilikuwa jambo la busara kwangu na kwako leo kuamua kumfuata. Jambo la pili ni katika uhusiano wetu na wenzi wetu. Baba na mama unanisikiliza, Mungu hakuumba ili kwamba umtese mke wako ama umdharau mume wako. Anachokitaka ni kwamba tupendane na tusameheane na tuhurumiane, na ndoa zetu zipate kuwa kama mtingi mdogo. Jambo la tatu ni katika uhusiano wetu na kanisa. Kanisa kama bibi harusi, kanisa takatifu, kanisa linalofuata linashika amri 10 za Mungu na imani Yesu Kristo. Jiunge nalo na hakika umfuate Yesu mahali pote unapokualika kwenda. Kuna maswali mengi ambayo yametolewa hapo kwenye somo. Lakini nikiingia kwenye kujifunza zaidi, nitakusii kusoma hiyo sehemu ya kwenye kujifunza zaidi siku ya Ijumaa. Unasoma kimya mahali ulipo. Utajifunza zaidi ukisoma Yohana sura ya 2:1-11 na Mathayo 22:1-14 na Wakorintho wa 2:11-1-5 na Mathayo 15:1-13. Lakini nakutolea hapo maswali. Swali la kwanza, soma Yohana 2:1-11. Vipo vipengele vingi katika Injili ya Yohana
ashiria kazi ya Kristo ya wakati ujao, na wafafanuzi wameona namna ya makusudi ambayo Yohana anawapeleka mbele ya wasomaji wake kwenye msalaba. Ni wapi unaona vipengele mbalimbali vya tabia ya Kristo kwenye msalaba? Ni wapi unaona vipengele mbalimbali vya tabia ya Kristo na ufalme ujao vikidhihirishwa katika kisa hiki? Na inatufundisha nini kuhusu mpango wa wokovu au kuhusu karamu kuu ya harusi iliyoahidiwa kwa mwana kondoo wa Mungu? Pili, mfano wanawali 10 unajulikana sana na unapendwa sana na wanafunzi wa Biblia. Kisa hiki muhimu kinatufundisha nini kuhusu matukio ya siku za mwisho? Na je, ni muhimu kwamba bwana harusi amekawia? Ni masomo gani ambayo mfano huu unaweza kutufundisha kuhusu mahusiano yetu binafsi na Kristo dhidi ya jinsi Kristo anavyohusiana na kanisa kwa pamoja? Swali la 3, fikiria juu ya desturi za uongo zilizoingia katika Ukristo kutoka nje ya imani, kando ya ile iliyo dhahiri. Jumapili kinyume na Sabato ya Biblia. Ni imani zipi zingine za uongo zimeingia? Na zimeingiaje? Na tunawezaje kufanya nini, si tu kujilinda dhidi yake, bali kuwasaidia wengine waone jinsi zilivyo hasa? Ni kwa njia gani ujumbe wa malaika watatu ni jaribio la kufanya hivyo hasa? Kusaidia watu kuona imani za uongo zilizoingia katika imani. Ukiwa na jibu weka kwenye comment, na ukiwa na swali weka pia kwenye comment. Tutajilia. Na kualika kutokosa kwenye harusi, kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo akija. Je, ni kusudi lako uwe miongoni mwa bibi harusi ambao watakutana na mwana kondoo ajapo? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Baba mtukufu, asante kwa somo hili. Tuzungumzia tamathali za semi kutoka katika ndoa. Asante kwa ndoa ambazo umetubariki nazo. Tufunze kuishi katika ndoa hizi jinsi tunavyotaka, tukisameheana, tukiheshimiana, tukikutukuza, na ndoa zetu ziwe mbingu ndogo. Naombea ndugu mtazamaji na msikilizaji ambaye ana shida katika ndoa yake, uitatue. Na zaidi ya yote tunachokuomba ni kwamba mimi na mtazamaji na msikilizaji tuwe miongoni mwa wanamemba wa bibi harusi, ili ukija tupate kusherehekea kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare. Kama ni mara yako ya kwanza, usikose kushare boni, usikose kwenye close notification. Kama umekosewa mojawapo wa somo ya Sabato mchana Jumapili, unaweza kuja kwenye playlist yetu na utabarikiwa. Karibuni kwenye somo. Mungu akubariki.